Samia Suluhu sasa ameshindwa kujizuia hasira zake na amewajibu Watanzania wanaofurahia kufariki kwa mbunge wa CCM William Lukuvi. Lakini Watanzania nao wamemjibu papo hapo Samia Suluhu leo kwa kuzalisha video ya zamani ya Samia Suluhu akizungumzia kifo cha marehemu Ali Kibao, akiweza kusema hivi: kulaani, kusikitika, kulaumu, kuita serikali ya wauaji, kufanyaje? Kifo ni kifo. Wakati huo Samia Suluhu alitamka kwamba kifo ni kifo tu, maneno ambayo wakati huo hayakupokelewa vyema na baadhi ya Watanzania mitandaoni. Wakati wa hotuba yake leo, wakati akimuaga marehemu William Lukuvi katika ibada ya kumuaga Lukuvi, Samia Suluhu amewakemea wanaoshangilia kufariki kwa viongozi wa CCM, huku akiapa ya kwamba hatakubali baadhi ya watu mitandaoni kusherehekea na kufurahia kifo cha kiongozi yoyote yule ndani ya CCM. Katika habari hiyo yake aliyonukuliwa alisema hivi: hatuwezi kuwavumilia wanaofurahia vifo vya viongozi wetu. Matamshi hayo yalichapishwa kupitia mitandao ya kijamii ikidaiwa kwamba ni matamshi binafsi ya Samia Suluhu. Kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanitazama ukiwa taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanipata vyema ukiwa mkoa au maeneo gani. Mazishi ya William Vangimembe Lukuvi yamechukua sura ya kushangaza leo na yenye hisia kali, kwani mijadala ya wananchi kote Tanzania imefichua mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kuongezeka kwa mvutano ndani ya nchi. Kilichotarajiwa kuwa wakati wa maombolezo mazito ya kitaifa, badala yake kimekuwa ni gumzo kubwa mitandaoni, hasa baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba baadhi ya watu walisherehekea waziwazi kifo cha kiongozi huyo mkuu wa CCM. Maoni haya yalienea haraka kwenye majukwaa na mitandao ya kijamii na kuzua hasira, kulaaniwa na miitikio mikali sawa kutoka kwa sehemu tofauti za jamii mitandaoni. Hali hiyo iliyojitokeza sasa imetoa majibu ya moja kwa moja kutoka kwa Samia Suluhu Hassan, ambaye alizungumzia suala hilo hadharani wakati wa hafla ya kuaga rasmi mwili wa William Lukuvi. Taifa lilipokusanyika katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam kumwaga marehemu kiongozi huyo wa CCM, hisia zilitanda kwa waombolezaji, viongozi wa serikali na wananchi pia. Walakini nje ya mpangilio rasmi wa sherehe, simulizi tofauti lilikuwa likifanyika mitandaoni. Video, maoni na machapisho yanayosambaa mtandaoni yalionyesha sehemu ya watu wakionyesha furaha na hata kusherehekea kifo cha William Lukuvi. Hali hii isiyotarajiwa iliwashtua Watanzania wengi, hasa wale wa ndani ya chama tawala cha CCM waliona kuwa ni mmomonyoko mkubwa wa heshima na ukosefu wa adabu kwa uongozi na maadili ya kitamaduni yanayozunguka kifo na kuweza kuwakemea Watanzania. Hali hiyo iliongezeka haraka na kuwa mjadala wa kitaifa kuhusu maadili na heshima pamoja na siasa na uhuru wa kujieleza. Wakati wa hotuba yake katika mazishi hayo, Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe hakuzuia hisia zake, huku akikabiliana na mtindo unaokuwa wa kusherehekea vifo vya watu mashuhuri wa umma, hasa kutoka chama tawala. Sauti yake ilikuwa thabiti, ikionyesha huzuni na kufadhaika kwa kile alichoeleza kuwa tabia isiyokubalika. Alisisitiza kwamba kifo kinapaswa waunganisha watu katika tafakari na huruma badala ya kuwagawanya kupitia uhasama wa kisiasa. Ujumbe wake ulikuwa wazi katika nia yake ya kurejesha utu kwa sasa na kuonya dhidi ya kile alichokiona kuwa tabia hatari ya kijamii ambayo inaweza kudhoofisha umoja wa kitaifa. Matamshi ya rais hayakutolewa kwa kutengwa, bali alikuja kujibu wimbi la ukosoaji mtandaoni na miitikio ambayo ilikuwa imeshika kasi saa chache kabla ya ibada ya kumwaga marehemu. Wengi wa wale wanaotetea sherehe hizo zilizokumbwa na utata walisema kuwa viongozi wa umma wanasalia kuwajibika hata katika kifo, haswa katika mazingira nyeti ya kisiasa. Wengine hata hivyo walikataa kwa nguvu msimamo huu, wakisisitiza kwamba kifo ni alama ya mpaka ambayo ukosoaji unapaswa kutoa nafasi kwa heshima. Mgongano huu wa mitazamo uligeuza mazishi kuwa zaidi ya kuaga tu, ukawa kielelezo cha hali pana ya kisiasa nchini Tanzania. Ilichoongeza ugumu mwingine katika hali hiyo ni kuibuliwa upya kwa video ya zamani ikimhusisha Rais Samia Suluhu Hassan, ambayo hapo awali aliwahi kutoa matamshi kuhusu kifo ambayo baadhi ya watu walitafsiri kuwa ni ya kukaidi.
Katika klipu hiyo iliyopita, alikuwa ameeleza wazo kwamba kifo ni tukio la kawaida tu, taarifa ambayo haikuwa imepokelewa vyema na baadhi ya makundi ya umma wakati huo, baada ya matamshi ya Samia Suluhu ya kudai kwamba kifo ni kifo tu na kifo ni kitu cha kawaida, huku maoni yake hivi majuzi ya kulaani sherehe za kifo yakisambazwa mtandaoni. Wakosoaji walirudisha haraka picha za zamani wakimwambia Samia Suluhu kifo ni kifo tu na ni jambo la kawaida, wakimtuhumu kwa kutofautiana na viwango viwili vya awali alivyozungumza na sasa anavyozungumza. Hili lilizua mijadala kwenye mitandao ya kijamii. Wafuasi wa rais, hata hivyo, walitetea msimamo wake wakisema kuwa muktadha wa matamshi yake ya awali ulikuwa tofauti na haufai kufasiriwa vibaya. Walisitiza kuwa msimamo wake wa sasa ulilenga kudumisha heshima na amani, umoja na maadili ya kitaifa wakati wa maombolezo. Kulingana na wao, suala hilo halikuwa kuhusu itilafu za kisiasa, bali kuhusu kuhifadhi ubinadamu na utu katika kukabiliana na hasara. Utetezi huu uliangazia hali ya mgawanyiko wa maoni ya umma, ambapo kila taarifa huchunguzwa na mara nyingi kufasiriwa kupitia lenzi za kisiasa. Wakati huo huo, shughuli rasmi za mazishi ziliendelea kwa heshima zote za serikali zilizohudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa upinzani, wanadiplomasia na raia kutoka kote nchini. Rais Samia Suluhu Hassan aliliongoza taifa katika kumwenzi William Lukuvi ambaye na kumweleza kuwa alikuwa ni mtumishi wa umma aliyejitolea na kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa. Alitafakari juu ya kazi yake ya muda mrefu serikalini na sifa yake kama kiongozi aliyebaki karibu na watu. Heshima yake ililenga kuangazia tena urithi wake badala ya mabishano yanayohusu athari za umma kwa kifo chake. Licha ya juhudi hizo zote, mvutano wa sherehe za kifo cha Lukuvi mitandaoni kupitia wanaharakati na baadhi ya Watanzania uliendelea kutawala mijadala mitandaoni na nje ya mtandao. Wachambuzi waliona kwamba miitikio ilikuwa dalili ya kuchanganyikiwa zaidi ndani ya jamii ya Tanzania, hasa miongoni mwa makundi ambayo yanahisi kutengwa au kutoridhishwa na mfumo wa kisiasa. Walionya kwamba matamshi kama hayo, ingawa yana utata, mara nyingi huibuka katika mazingira ambayo imani ya umma inazorota. Mtazamo huu uliongeza tofauti katika hali hiyo na kupendekeza kwa suala hilo linakwenda zaidi ya tabia ya mtu binafsi hadi mienendo mipana ya kijamii ya Tanzania. Mwishowe, ibada ya kumwaga marehemu William Lukuvi yamekuwa zaidi ya dakika ya kuaga tu, yamebadilika na kuwa mjadala wa kitaifa na kisiasa kuhusu umoja, heshima na ukomo wa kujieleza kisiasa. Hata hivyo, onyo hili la Rais Samia Suluhu Hassan kwa wanaosherehekea na kufurahia vifo vya viongozi ndani ya utawala linasisitiza umakini wa serikali kulichukulia suala hilo kwa uzito. Hata hivyo, mwitikio mkubwa wa umma unaonyesha kwamba mazungumzo hayajaisha na kwamba Tanzania inaweza kuingia katika awamu mpya ya ushiriki wa kisiasa na kijamii, ambapo hisia, historia na sauti za kidijitali zinagongana kwa njia zenye nguvu na zisizotabirika. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, ningefurahia na kupenda kuona maoni yako upande wa comment section. Je, unalipi la kusema kuhusiana na kifo cha William Lukuvi? Na je, unawaambia nini wanaosherehekea kifo cha marehemu mbunge huyu wa CCM? Na unalipi la kusema kuhusiana na onyo la Samia Suluhu kwa wanaofurahia vifo vya viongozi? Nitajie maoni yako upande wa comment section. Vile vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kibox hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi.